Tulisema hiki ndio kile ambacho mada yetu ilikuwa imekibeba katika participants create price. Tulisema vyote hivi hapa kwamba kila movement inahitaji decisions, inahitaji participation, inahitaji competition za nani sasa? Za participant. No participant, no movement. Ndio tukatoka na swali kwamba kama hakuna anayenunua, kama hakuna baya wala hakuna sera, je, price inaweza kusogea? Tukasema haiwezekani kwa sababu ah, biashara haijafanyika. Kwa hiyo itabaki tuna ile passive value kwamba ah, bei ilikuwa hivi, lakini hakuna factor hakuna demand wala supply ambayo inapelekea price kwenda kubadilika. Kwa hiyo hiki ndicho kinachoonyesha hali halisi ya movement. Nikasema insight kubwa ni kwamba price haisababishi maamuzi ya participant, ila maamuzi ya participant ndio yanayosababisha price kuweza kubadilika. Kwa hiyo tutahamia kipengele kingine ambacho kitatupa kuunganisha zaidi. Tumeshatazama auction, tumetazama participant. Twende tukaangalie kipengele kingine cha kwa nini sasa price ina move. Why price moves. Kama nilivyoambia kwamba somo letu nimelipanga katika mfumo wa ujenzi, tunatoka chini tunaenda juu. Kwa hiyo nilizingatia kabisa logic. Wameshafika jamani, nilikuwa najizungusha zungusha, sitaki kunanii ili wasije akaanza tena msogea mbele na roho mbaya kama soko. Umesikia mwalimu? Da, Nimeingia kwenye kipindi nikaona kama vile mnaniwinda, nimejikuta mwenyewe ukatoka au? nikatoka nikasema sasa nimeingia tena chafu kidogo, nakuta mmeshaendelea, nasema kwao wana malengo waniache. Haya bwana, unaweza ukawa wewe ndio tatizo hapo, ukaona wenzako ndio tatizo. Ukaona wenzako wana matatizo, kumbe wewe ndio tatizo. Mmepanga sisi tuko kama masaa ya Marekani, yeye atakuwa anajisqueeze kidogo. Sisi tuko kama masaa ya New York sisi. Yes. Iko Eastern time. Wewe ndio unatakiwa utufate. Okay, tuendelee. Hatuwezi tukaita tumepoteza muda kwa sababu ule mjadala nao ulikuwa wenye thamani sana. Kuna kitu umejenga ndani yako. Huwa sinaga mimi sehemu ambayo napaswa kujuta, kwa sababu kila kitu kinachotokea ni chenye thamani. Tumeleni, tumejifuna ni chochote kile pale, wakati mwingine imekupa we mwenyewe kujiona. Basi muda tumepewa ni wetu. Kwa hiyo niliwaambia kwamba hata kama tutatumia miezi 6, nyie twendeni hivi hivi, nyie ndugu zangu, twendeni cha msingi tuelewe why price moves. Why price moves. Price inatembea kwa sababu gani, Pasco?
price inatembea kwa sababu kuna participant. Eh, sawa. Sema basi hata Kiswahili kuliko tumie neno liliokuwa nimeandika. Yaani, hamna hata maneno yenu jamani. Ah, Okay, sawa. Edward, unasemaje wewe? Kuna cha kuongezea au? Mwalimu, Naam, Baraka. yani kimsingi Mm, rais ina move kwa sababu ya cha kwanza ni ushindani. mm, Huyo kwa mimi sasa, kwanza naona ni ushindani, kwamba wanavyokuwa wanafanya ushindani wale wanunuaji na wauzaji, mm, wale ndo wanasababisha nani bei mm, ibadilike. Kama hawa wakiwa juu kuliko wengine, au wengine wakawadominate wengine, na mm, maana hapo lazima aidha ipande au ishuke. Lakini nyingine pia ni ishu ya maamuzi. mm, Kule ulisema kama decision, nafikiri mm, maamuzi pia yanapelekea hiyo bei aidha ipande au ishuke. Kama maana waamuaji wakiwa wengi wakiamua labda kununua, mm, tunategemea tuone kwamba demand imekuwa kubwa, kwa hiyo bei itakuwa kubwa mm, eh? Nafikiri, lakini ina maana kama watakuwa wamekubaliana wengi kuuza, tegemea supply ikiwa kubwa, bei itashuka. mm. Huyo sasa naona ni mimi hiyo. Sijui ukalale na wewe muda huu. Kuna haja ya kuendelea kweli na hiki kipengele? Daudi, unasemaje? Kwa nini price inatembea? Nisipite walimopita wengine, lakini ni humo humo tu. Mi nasema tu moja, kuna imbalance kati ya demand na supply. Mmekuja kivingine hii session. Lakini sio nyie kabisa mliokuwa au nikileta Makendo ndio anawachanganya. Hizi Nafikiri zingine nafundisha sizione madarasa hizi. mawili tofauti. Hii kwangu mimi hii naichukua kama hypothesis. Kwamba inawezekana ni muda ulivyo, ukifika session ya mwisho usingizi umeishaisha. Sawa, wote watatu mmejibu usahihi, ila tufafanue sasa zaidi kwa pamoja. Price ina move kwa sababu kuna vitu vinavyoiasili iweze kumove, kwa sababu ya tu vipande vipande twingi ambavyo vikikusanyika sasa ndio inasababisha iweze kumove. Lakini tukiongezea katika mitazamo ambayo umeionyesha, tunaweka sasa institutional reality. Kila movement unayoiona kwenye chati imetokana na participant kufanya maamuzi. Ndio maana mtu aliyeongelea maamuzi, wote mmeongelea maamuzi, sitaki kumpointi mmoja. Ndio maana mlipoongelea maamuzi nikawa amazed kwamba mmeanza kuamka. Kila movement inayoonekana kwenye chati imetokana na participant kuweza kufanya maamuzi. Hakuna kendo hata moja iliyowahi kutokea duniani bila participant kufanya jambo. Kila movement
ni matokeo ya mtu kuweza kufanyaje, ya mtu kuweza kununua ama mtu kuweza kuseli. Najaribu ku refresh baki kule tulikotoka kwenye participant, lakini hiyo huko tulikotoka sasa ndiko kunakotuleta sasa kwenye hiki kipengele kipya cha why price move. Na kama Baraka alivyoeleza tunaungana majibu yote mmeeleza kwamba ni sawa, ni picha ya vyote ya sehemu kinachoimove price. Ila institutional reality, sababu ya msingi kabisa inayofanya price iweze kutembea ni ile Daudi aliyoisema. Kariri ilimsifia Baraka, Baraka na yeye alisema, ila Daudi akaiweka katika summary. Ili price iweze kutembea ni lazima patokee na disagreement about value, disagreement about value, patokee na kutokukubaliana ambayo Daudi aliita imbalance. Jamaa si linajuaje yote haya? Itokee imbalance. Daudi alisema imbalance ni disagreement ya participant kuhusiana na thamani ya hiyo asset. Kwa hiyo movement maana yake participant hawajakubaliana. Kwa hiyo price ama market sasa ina move kutafuta bei ambapo sellers na buyers wataona kwa hii sawa, hapa tusimame tufanye biashara. Kwa hiyo price inafanya expansion kwenda juu ama expansion kwenda chini ili kutafuta sehemu tena ambapo kuna balance ya price, balance ya value, ambapo sasa ni nini? Equilibrium, si ndio? Ndio jamaa nikanatania tuliingiza nani Archimedes principle oscillation pale, ndio kama hicho kitu. Kwa hiyo mtu mmoja anaamini bei hii ni chini sana, mwingine anaamini bei hii ni juu sana. Tofauti hiyo ya maoni ndio inayozalisha biashara, ndio inayozalisha bei kuweza kumuvu. Tofauti hiyo ya maoni ndio inayozalisha biashara, na biashara ndizo zinazosababisha movement. Kwa hiyo price haitembei sababu ya kendo, kwamba ili iweze kukamilisha kuumba bullish kendo. Haitembei kwa sababu indicator hii hapa imesema, imepredict price itaenda juu. Haitembei kwa sababu imefika kwenye level fulani ya bei, kwenye mstari fulani, ila price inatembea kwa sababu participants disagree about value. Hilo tusimtakiwa mlijue tu hilo nalo, unawekwa hadi kwenye mada
Eti Daudi, vitu zinatakiwa vijue tu. Ni somo nalo hili. Nifundishe jinsi ya kuwa Mwalimu anaweza tajiri. Mtu akasema anakwambia nifundishe jinsi, mtu unamwambia nifundishe jinsi ya kuwa tajiri, anakwambia bidii, uwe na bidii. Hicho tu, mbona ni kitu kinajulikana. Wewe unahisi kama unatakiwa kuambia vitu ambavyo hujawahi kuvisikia, unaambiwa vitu unavyovijua. Bidii. Vitu vingi, elimu inawezekana nyingi ambazo mwalimu mwalimu mnazitafuta mwalimu mnazo, mmezaliwa nazo, kama ambavyo Simba hawaendi shule ili kuwinda. Unazaliwa unajua kuwinda tu. Kwani binadamu ni inferior kwa Simba mpaka tuanze kufundishana maisha? Sisi tunasemaga tumeumbwa ni wakuu kuliko wanyama. Wanyama mbona hawana shule? Ila maisha wanaishi. Au tunajipaga tu umuhimu. Hakuna, hawafundishwi hata somo la ndoa, kwani ndoa nayo inafundishwa, inaekwa kabisa kwenye mada eti mtu anafundisha ndoa. Mtu ananunua kitabu How to be a man. Wewe ulikuwa unajionaje sasa hiyo a man? Okay, sawa bwana. Ili mradi tu ukae kwenye mashaka mashaka tu kwamba una mashaka na kwamba yu imani. Mtu anafundisha piga mswaki. Okay. Price inatembea kwa sababu participant wamefanye hawajakubaliana, kwa hiyo ina navigate za juu ama chini ili kuweza kumeza fakta fulani inayoshindaniwa. Inaweza ikawa labda ni fakta ya uchumi imetokea kwamba tulisema asset zetu tunazozitrade zinakuwa kwenye pair, cost currency, base currency na cost currency, si ndio? Base currency tuseme imeongeza fakta ya kiuchumi ambayo inaiongeza thamani, kwa hiyo price ita navigate kwenda juu ili kwenda kuimeza sasa, kwamba hapa ndio basi fakta hiyo pale imeshamezwa. Ikishafika sasa ile imbalance iliyotokea, ndipo tunapata price inaanza kuoscillate tena pale kulenjilenji pale, manake biashara ndio bei imekubalika, ni hiyo. Fikiria labda gold iko labda 3,400 bei yake, ila baya mmoja anaamini gold inapaswa kuwa 3,500. Sela mwingine anaamini gold inapaswa kuwa 3,300. Unaongea haraka haraka, tumeshasahau hata mfano wa kwanza. Kama hapo mpaka hapo gold inapanda au inashuka? Tukifika kwenye kutajataja hizo, mnaanza kurodi taratibu. Narudia. Nishawajua nyie. Fikiria gold iko sasa hivi levo yake iko 3,400. Tuchorechore, hatupasi kuiheshimu sana chati yetu nani yetu. Tuseme fikiria gold iko levo, si ni mlevi mimi nakuaga, yaani siwezi kunyosha kuchora, iko usawa huu, kile kikrosia kinaonyesha hapa ni 3,400. Huku juu ni 3,500.
alafu huku chini ni 3,300, ila sasa hivi price iko hapa, ndio inachezea huu sawa, lakini nikasema baya anaamini gold inapaswa kuwa 3,500. Huyo baya anaamini gold kupanda au kushuka, Daudi? Panda. Hmm? Kupanda. Okay, sawa. Sela anaamini gold inapaswa kuwa 3,300. Logically anaamini kushuka, si ndio? Ndio. Maana yake hawajakubaliana bei iwe hapa 3,400. Ishu sasa, nikasema price haimove kwa sababu ya opinions za watu, ina move kwa sababu ya decision. Nani atatake action sasa ili aweze sasa kucreate movement? Nani atachukua hatua itakayomshinda mwenzake? Kwa hiyo baya akateki control, akachukua hatua, akabai sasa katika hii price kwa sababu yanaamini itapanda. Afsela akaendelea kumbwelambwela, maana yake tutaiona ikienda juu. Dimandi darasani mliambiwa kama mkwaga mnayaona ya kawaida dimandi ni uwezo hebu define demand, Daudi. Willingness and ability, si ndio? Au ulikuwa unalala? Demand sio tu uwezo, sio tu nia na uwezo. Kuwa na nia ni matamanio tu, tunasema if wishes were horses all beggars could ride, kwa sababu wale ombaomba siku zote ukipita na mtoto mkae, mtoto angekuwa wangu huyu yuko tu kakaa pembeni ya barabara, ukapita jamaa anapita na ndinga kali, hilo gari lingekuwa langu hilo. Alafu motivation anakwambia fikiria, desire. Kuna mtu anaye mwenye desire kubwa kama maskini kama desire zingekuwa zinasababisha kufanikiwa eh. Hujafikiria tujalitamani tu jambo ndio maana hujalali wewe. Sio kweli, kuna zaidi ya kutamani kuna zaidi ya wishes kwa hiyo issue price itatembea, sio sababu ya opinion. Price itabadilika kwa sababu ya decision ambayo imefanywa sasa. Kwa hiyo sisi tunachokiona kile pale sio tu opinion, tunaona decision, kwa sababu tulisema zile candlestick, zile price ni final outcome, ni tayari imeshatendeka. Sasa nikaa natoa mfano wa risasi, inawezekana nao ulionekana wakijinga kwamba imepigwa, ukisikia ujue imekukosa ikikupata usingeisikia ile ni ule mlio, hata uhitaji kuogopa ule mlio, kwa sababu tayari imesha kukosa ile, ila ndio unakimbia kulala. Sasa unalala nini? wakati imeshapita unajificha wakati imeshatembea. Kwa hiyo the same huku, ukiona nyayo ujue kashapita eh? Watoto wa mjini anakwambia ukiona manyoya kaliwa tayari.
Kwa hiyo zile kendo ni nini? Ni manyoya yale. Tayari maamuzi yalishafanyika. Kwa hiyo kwa sababu sasa sela hawajakubali, I mean, participant buyers na sela hawajakubaliana, maana yake auction inaendelea, price huanza kutembea kutafuta eneo ambalo washiriki wengi zaidi ama wenye nguvu zaidi watakuwa tayari kufanya biashara. Kwa hiyo price tukiweka vizuri ni kwamba iko kwenye the search for agreement. Market mda wote inafanya kazi moja, searching for agreement. Price husogea kwa sababu market bado haijapata agreement ya kutosha katika hili eneo iliyopo, inaondoka hilo eneo kwa sababu hilo eneo silo walilokubaliana. Ndio maana market haiwezi kusimama kila wakati, utaikuta iko kwenye ka movement fulani. Washiriki wanaendelea kubadilisha expectation, wanabadilisha information, wanabadilisha risk appetite, wanabadilisha confidence. Kesho nikauliza washiriki wanabadilisha nini? Yarudia hayo yataja. Washiriki wanabadilisha expectation. Kama mtu ana expect price itapanda, ndio anabai. Mtu ana expect price itashuka, ndio anaseli. Lakini nini kinamfanya expect hicho kitu? Information. Level za information zinazotoka zinafanya persuasion kwenye minds za washiriki. Ndio hizo sasa data. Juzi nikaambia hebu fuatilieni form C. Hivi ilitokaje Daudi? Walipandisha interest rate au walishusha? Atakuwa alifuatilia kendo. Hawa alipotezea kabisa kujishughulisha muda wa kucheza na mtoto na watoto anza kufuatilia makendo. Nani alifuatilia ile decision iliyofanywa na form C? Na mimi sasa nawapima na nyie commitment mlionayo. Inawezekana kabisa jamaa hapo tayari kuniulizia usingizi wangu, hata hako serious. Tuko busy ya jamaa hako serious, kumbe hata hako serious. Akitoka hapo tuna act kama tuko serious. Jana ulishangaza baada ya makauliza, jamani, mwenye linki ya hayo zinapowekwa kule, jamaa kumbe hawajui hata hapa nijifanyie kama wanafuatilia yani. Hata linki walishapoteza yani, na posti kila siku. Nikasema haya bwana, na mimi nawapima. Ukiendelea kutokuwa serious na mimi nitaacha kuwa serious. Why serious upande mimi tu peke yangu? Tuendelee. Ticha, kumbe na leo tutakiwa tufuatilie data. Yes, data tutakiwa tufuatilie ili mje hata na maswali kwamba kwa nini jamaa waliamua eza kupandisha interest rate au kushusha interest rate. Uchumi ukoje currently? Nini kilisababisha?
Kwa nini haviwapi hizo curiosity ya kutaka kuvifahamu hivyo? Napotezea na muda tu. Okay, natania, sio lazima, tendeni. Okay, kwa hiyo nilikuwa nataka kurudi kwenye zile kuvitaja hivyo vitu. Nisema washiriki wanaendelea kubadilisha expectation, wanaendelea kubadilisha information, risk appetite. Yes, umesikia vizuri, risk appetite. Investor pale wanapoona sasa hivi ni wakati wa kutake risk, watabai zaidi asset, hususan risk on asset kama stocks na gold. Wakati mwingine iko, ila kipindi kikiwa kizuri sana, gold haitafanya vizuri. Kwa sababu gani? Gold haina riba, gold haina dividend, gold kwenye nyakati zikiwa nzuri sana, investor wanaipiga chini, wanaenda kukimbizana na mavitu yanayolipa zaidi. Kwa hiyo gold itaseli ili stocks ziweze kupanda. Kwa hiyo mwisho wa siku kinachofanyika ni capital rotation. Pesa ya investor inapelekwa wapi? Investor wanaamini nini? Ndicho hiki tunachojifunza mwisho wa siku. Ukifahamu kwamba pesa inaelekea huku, wewe ni kujiposition tu katika onekana. Natumia mfano nikasema sisi ni kenge tu kwenye msafara wa mamba. Sisi hatuanzishi maamuzi, tunaenda kule. Kwa hiyo tunatakiwa tu tujue kwamba msafara sasa hivi unaelekea huko, sisi ni vidagaa. Yanaweza kaonekana mapya tena hayo. Nilisema okay. Investor wanabadilisha, washiriki wanabadilisha expectation, lakini kunakuwa na kitu kimetokea kinachoweza kubadilisha expectation. Vyote ndio hivyo tunavyojifunza: information, risk appetite, confidence. Imetokea labda kuna janga fulani limetokea, kama Japani kule kuna majanga kila wakati, japo siku hizi yamepungua zile natural calamities. Australia kule nako kumetokea labda mafuriko. Australia wanakumbwaga na mafuriko. Kumetokea labda mafuriko, investors watabadili maoni. Kwa hiki kilichotokea, hebu ngoja kwanza mtaji ni uhifadhi kwangu, ndio zinaanza kupelekwa labda kwenye vitu salama kama bondi ama keshi. Keshi ni safe haven pia, kwa sababu hela ukiwa nayo, isipokuwa kwenye mzigo, kwenye balo la mtumba, ukawa nayo iko salama zaidi kuliko iwe iko kwenye nyanya, alafu nyanya ukajikuta haiuziki, ikaharibika. Kwa hiyo ukafanikiwa kuiuza, maanake umeconvert to safety pesa yako. Sawa, tuendelee hivi. Kwa hiyo why hizi information zinaweza zikamove market? Why news moves market? News hiyo nilitaka muimonte news, sikutaka hata monte Makendo. Iliwapa kianzio tu kama jamani, saa tatu fulani kuna saa tatu kuna form C, angalieni movement itakayo nani. Kwa hiyo mtakiwa mkimbizane kwanza kwenye nini kinasababisha hizo movement, hiyo form C nini. Okay, achana nayo kwanza. Tunaishi kufanya machache, sio kufanya yote duniani. We live to do some. Kwa hiyo why news moves market? News haisogezi market moja kwa moja. News hubadilisha expectation za investors, za traders. News hubadilisha beliefs, walichokuwa wanaamini. Labda the Fed kupitia hiyo kamati yao ya form C, labda expectation ya mwanzo ilikuwaje? Labda watashusha interest rate,
lakini the Fed kwenye hiyo siku hawakushusha, maana yake ikabadilisha zile expectation zilizokuwepo, na prices na investors ama market participants siku zote wana trade expectation. Kwa sababu ya fakta hiki kitafanyika hiki hapa. Kwa hiyo tunaanza kuishi kwenye expectation kabla hata haijatendeka. Hicho ndicho kinachomove market. Kwa hiyo kama ungeweza kufuatilia kitu, ungeweza kufuatilia expectation. Investor wana expect nini? Market participant wana expect nini? Hicho ndicho kinachosababisha price iweze kuchange. Je, confidence, wanaamini nini sasa hivi? Hiki kilichofanywa na Fed ni sahihi ama sio sahihi? Kama sio sahihi, wanafanya kinyume. Kwa hiyo washiriki wakibadilisha maoni kuhusu value, price nayo inabadilika. Kwa hiyo news ina change expectation. Hivi bado mnaingia kwenye ile Forex Factory? Mshaisahau. News ina change expectation. Expectation zina change participation. Participation ina change price. Kwa nini hiki kitu ni muhimu? Kwa sababu unapoamini price imepanda kwa sababu ya kendo kubwa, unakuwa umeona matokeo. Ishapita hiyo. Lakini unapoelewa kwamba price imepanda kwa sababu participant wamebadilisha value, wamebadilisha maoni kuhusu value, unaanza kuona reality nyuma ya movement. Common misconception ni kama ile aliyoisema Baraka kwamba price inapanda kwa sababu buyers ni wengi, ila reality ni kwamba price hupanda pale ambapo buying participation ina uwezo mkubwa zaidi wa kusababisha progress upande wa pili. Idadi pekee haitoshi, progress ndio muhimu. Kwa hiyo tuna monitor progress. Mwanzoni kulikuwa na agency, sasa hivi umeongeza kitu tena progress. Kuanzia leo nataka unapoona movement kubwa usiulize movement labda imeenda umbali gani. Unatakiwa sasa uanze kujiuliza kitaalamu, nini kimebadilisha maoni ya participant kuhusu value? Hapo ndipo analysis ya ukweli inapoanza. Movement ni matokeo, mabadiliko ya perception ya value ndio chanzo. Tuko pamoja? Kwa hiyo tuna dakika moja hapa tunatafakari nani nifanyeje, sijui